Ni mabadiliko ya kikosi cha Simba, ama unaweza kusema kwamba kikosi cha kwanza cha Simba ambacho kinaenda kuanza kwenye mchezo mgumu, mchezo dhidi ya Coastal Union kwenye nusu fainali ya kombe la Azam Sport Federation Cup pale kwenye uwanja wa Tanzanite kwa Raha uliopo jijini Arusha. Kocha wa timu ya Simba Steve Robert Baka ameamua kufanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chake kutokana na uzito wa mchezo na umuhimu wa timu ya Simba kuweza kushinda kwenye mchezo huu ili waweze kuingia kuchumpa kwenye hatua ya fainali ya kombe la Azam Sport Federation Cup. Kifuatacho ni kikosi cha kwanza cha Simba ambacho kitaenda kuanza kwenye mchezo mgumu dhidi ya mpinzani mgumu Coastal Union. Golini kipa Simba Steve Robert Baka siku zote amekuwa akipendelea kuanza na golikipa Mamadou Tanja Kasari kwa sababu amekuwa anaofa vitu vingi kwa wakati mmoja, ikiwemo kuanzisha mashambulizi kuanzia chini. Kama ilivyo kacha utamaduni wa klabu ya Simba, wanapendelea siku zote kujenga mashambulizi yao kuanzia kwa golikipa. Kwa hiyo Mamadou Tanja Kasari amekuwa akifanya kitu hiki kwa usahihi mkubwa sana, lakini vile vile Mamadou Tanja Kasari amekuwa ni mzuri kwa kuweza kustopu yale mashuti ambayo yamekuwa yakiletwa na timu pinzani kwenye goli lake. Pamoja na ubora ambao anao Mamadou Tanja Kasari, lakini amekuwa na madhaifu madogo madogo ambayo anatakiwa kuweza kuyasahihisha kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union. Tumeweza kumshuhudia Mamadou Tanja Kasari amekuwa na poor timing, yani anakuwa na timing mbovu. Mpira wa kutoka yeye hatoki, mpira wa kutotoka yeye Mamadou Tanja anatoka, na hii inaweza kuigharimu klabu ya Simba. Lakini vile vile Mamadou Tanja Kasari amekuwa ni mvivu wa kudaka mipira vizuri, yani ball catching yake ni ndogo. Akipigiwa mashuti amekuwa ni mtu ambaye anatema kirahisi sana, na hii inapelekea kuigharimu timu ya Simba. Tuweza kushuhudia kwenye mechi ya Pamba kijana mdogo anapiga shuti kali na Mamadou Tanja Kasari anashinda kuweza kulistop shoti hili, na anaweza kuigharimu timu ya Simba kupoteza pointi mbele ya Pamba Jiji. Huyo ni golikipa Mamadou Tanja Kasari. Kwenye safu ya mabeki siku zote mwalimu wa Simba Steven Robert Baka amekuwa akipendelea kutumia mabeki wanne, yani mabeki wawili wa katikati pamoja na mabeki wawili wa pembeni. Tukianza na mabeki wa pembeni upande wa kushoto, yani fullback ya kushoto, left back, mwalimu amekuwa akipendelea kumtumia Nixon Clement Kibabage kwenye michezo migumu, kwa sababu Nixon Kibabage anaweza kukupatia vitu viwili kwa wakati mmoja. Ana uwezo wa kushambulia, lakini wakati huo huo ana uwezo wa kudefense vizuri, yani kukaba vizuri. Ukiangalia kwenye mechi iliyopita mwalimu Steve Robert Baka alimpumzisha Nixon Kibabage ili aweje kuweza kucheza kwenye mechi ya Coastal Union, lakini Nixon Clement Kibabage anaelewana vizuri kabisa na winga wake Anicet Oura, na wameweza kutengeneza magoli mengi sana kupitia upande wa kushoto, na mwalimu amekuwa akimtumia Nixon Clement Kibabage kuvuruga shepu ya wapinzani, kuvuruga muundo wa kiulinzi wa wapinzani, kwa sababu amekuwa ana overlap pembeni kabisa kule na anakuwa anazitanua safu za ulinzi za timu pinzani. Kwa hiyo upande wa kushoto mwalimu ataanza na Nixon Clement Kibabage, na upande wa kulia ni Show Me The Way Shomari Kapombe, moja kati ya mabeki bora wa kulia kuwahi kucheza kwenye ligi hii ya Tanzania, moja kati ya mabeki bora wa kulia kuwahi kutokea toka Tanzania imeweza kuanzisha mpira. Baba Esther Shomari Kapombe amekuwa akicheza vizuri, akioverlap vizuri, lakini wakati huo na yeye anakuwa akikaba vizuri. Tumeweza kumshuhudia Shomari Kapombe amekuwa akitoa assist kwa kupitia crosses zake zenye macho, kwa kupitia vipasses zake zenye macho. Of course Shomari Kapombe ataanza kwenye upande wa kulia, na kwenye mabeki wawili wa katikati ni Ismailie Olivier Tula, na bila kumsahau South Africa huyu Rishaini Stanley Doloku. Naam, Ismailie Olivier Tula amekuwa ni beki mzuri, ana composure, ni mtulivu, anapiga pasi vizuri sana kushoto na kulia, anacheza vizuri, japokuwa mashabiki wengi wa Simba hawamwimbi, lakini kile kitu ambacho Ismailie Olivier Tula anakifanya kwenye safu ya ulinzi ya Simba ni kitu kikubwa sana, na ndio maana upande wa pili wameanza kumnyemelea, upande wa pili wameanza kumvizia. Beki mwingine mzee wa tackling, mzee wa kukaba kiakili zaidi, Rushaini Stanley Doloku ni beki mzuri, anacheza vizuri. Kiufupi, safu ya ushambuliaji ya Simba iko salama kwenye mikono salama ya Rushaini Stanley Doloku pamoja na Ismailie
Olivier Turu. Hao ni mabeki ambao mwalimu amekuwa akipendelea kuwatumia na ataenda kuanza nao kwenye mechi dhidi ya Coastal Union. Na kwenye safu ya viungo siku zote mwalimu wa klabu ya Simba amekuwa akipendelea kuanza na viungo wawili wa kabaji, yani Yusuf Kagoma na Alassane Maodo Kante. Viungo hao wawili wa kabaji kila mmoja atakuwa na role yake, kila mmoja atakuwa na majukumu yake. Ukianza na Yusuf Ali Kagoma, yeye majukumu yake ni kuhakikisha anailinda safu ya ulinzi ya klabu ya Simba, ni kuhakikisha hakuna kitu chochote ambacho kinaenda kuizuru safu ya ulinzi ya Simba. Yani kiufupi, Yusuf Ali Kagoma kazi yake pale katikati ni kukata umeme, kuvunja mawasiliano ya timu pinzani. Tukija kwa Alassane Maodo Kante, mwalimu Steve Robert Baka amekuwa akimtumia Alassane Maodo Kante kwenye kupiga pasi fupi pamoja na pasi ndefu. Ukizingatia Alassane Maodo Kante ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri sana wa kuweza kupiga pasi. Jamaa anapiga sana pasi mpenyezo pamoja na zile sideway passes kwa mawinga wa timu yake. Lakini Alassane Maodo Kante ana kitu cha kurekebisha, ana mapungufu yake, anatakiwa kuchangamka kwa sababu Alassane Maodo Kante yuko very slow. Aliweza kuigharimu timu ya Simba kwenye mechi ya Pamba Jiji. Tuliweza kushuhudia wachezaji wa Pamba Jiji wakina Momanyi waliweza kumpress Alassane Maodo Kante, wakampola mpira na kaenda kupata goli la kuvutia machozi, japokuwa ile haikuwa sahihi, ilikuwa ni faulo kwa upande wa timu ya Simba. Huyo ni Alassane Maodo Kante pamoja na Yusuf Ali Kagoma kwenye safu ya kiungo cha ulinzi cha timu ya Simba. Ukija kwenye safu ya kiungo cha ushambuliaji cha timu ya Simba, kwenye ushambuliaji basi tunaweka brain ya football, akili ya mpira, Mwamba Lusaka, Clatous Chota Chama, wanamuita Triple C. Jamaa ni kama mua, jinsi ambavyo wanazidi kuzeeka basi utamu wake ndivyo ambavyo unazidi kuongezeka. Clatous Chota Chama amefanya vitu vingi kwenye klabu ya Simba na anaendelea kufanya, ndio maana kocha Steve Robert Baka amemwamini na atamchezesha kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Kulia na kushoto winga mbili ni Anicet Oura pamoja na Libase Gueye. Tuliweza kuona kwenye mechi iliyopita mwalimu alimpumzisha Anicet Oura na upande wa kushoto kule alicheza Clatous Chota Chama, lakini akaja kumuingiza baadaye. Na lengo kubwa la mwalimu kuweza kumpumzisha Anicet Oura ni kutokana na ratiba ngumu ambayo klabu ya Simba inayo, ni kutokana na mchezo huu wa Coastal Union, na ndio maana kwenye mchezo wa Coastal Union Anicet Oura anaenda kucheza. Jamaa technically yuko vizuri, anapiga pasi vizuri na anaelewana sana na Nixon Clement Kibabage. Unaweza kusema kwamba Anicet Oura ni usajili bora kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Ukienda upande wa kushoto ni Libase Gueye, mmoja kati ya wachezaji ambao wanacheza sana jihadi, wanatumia mpira wa nguvu na kasi, jamaa ogopi, anaingia popote pale, anacheza vizuri na amekuwa akiwaofa timu ya Simba vitu vingi sana. Tuliweza kuona kwenye mechi ngumu dhidi ya Pamba, Libase Gueye aliweza kusababisha goli na timu ya Simba ikaibuka na ushindi. Yeye ndiye alipelekea timu ya Simba kuweza kupata ushindi kwenye mechi dhidi ya Pamba Jiji. Na kwenye upande wa ushambuliaji, mshambuliaji apenda kusimama pale mbele ni Elia Mpanzu Kibisawala. Siku zote mwalimu amekuwa akipendelea kumtumia Elia Mpanzu Kibisawala kama force number 9. Hiko ndicho kikosi cha kwanza cha Simba ambacho kinaenda kuanza kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union, na kutakuwa kuna wachezaji ambao wataingia sabu akiwemo Nio Gift Maema kwenda kubadilisha rhythm ya mchezo kutokana na kile ambacho kitatokea pale uwanjani. Lakini pia striker mwingine ambaye anaweza kuingia ni Suleimani Mwalimu, mmoja kati wa mastrika ambao wana bahati ya kufunga akitokea benchi. Amekuwa ni mtu ambaye anakuwa ana nyota na goli. Hicho ndicho kikosi cha Simba ambacho kitaenda kuanza kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union.